Kabla ya kuingia ndani ya maji, Yisa alichukua mvuto mkubwa wa pombe kali na kumwaga nusu iliyobaki ya chupa kwenye koo la bata wake mweusi. Alipaka tone la damu kwenye hirizi yake ya mababu na wote wawili walitumbukia ndani ya mto. Pombe ilipoanza kuingia, bata alisonga mbele kwa kasi kamili, akimburuta kuelekea sehemu yenye kina kirefu zaidi ya mto. Giza na ukimya vilimeza kila kitu kilichowazunguka. Yisa alinong'ona lugha ya kichawi na akapiga ngumi yenye nguvu moja kwa moja mbele. Ghafla, kichwa kikubwa cha sanamu kubwa kilionekana kutoka kwenye utupu. Alivuta tochi yake akaiangaza moja kwa moja kwenye jicho la kulia la sanamu, na bila kusita akateleza ndani kupitia tundu la jicho. Uzoefu wa miaka ya kutafuta hazina ulianza kutumika. Alitelezesha mkono wake kwenye ufa wa jiwe, akihisi njia yake mbele. Kisha ardhi ikaanza kutetemeka kwa nguvu, na utaratibu wa kale uliofichwa ndani ya kichwa cha sanamu uliamilishwa. Sekunde chache baadaye, kiwango cha maji ndani ya handaki polepole kilianza kushuka, na mlango mkubwa wa chuma ukafunguliwa mbele yake. Yisa alipiga kibiriti na kukitupa kwenye bakuli la mawe. Kwa kishindo, moto ulikimbia mbele, ukionyesha muonekano wa jumba la kifalme lililooga kwa mwanga wa moto. Juu ya ngazi ilisimama sanamu ya nyoka mwenye vichwa 9 iliyotengenezwa kwa dhahabu safi kabisa. Ilikuwa ishara. Huu ulikuwa mlango wa kupitia eneo la makaburi yaliyofungwa ambapo mabaki ya watu wa cheo yalihifadhiwa. Alichunguza kwa makini jeneza jeupe. Hakukuwa na kufuli, hakuna mshono, hakuna kitu kinachoonekana hata kidogo. Ilihisi kana kwamba jeneza lilikuwa limechongwa, likitengwa na ulimwengu wenyewe. Kisha akahisi mapigo dhaifu ya moyo, hasa katikati ya kifuniko. Yisa polepole aliondoa hirizi yake na kuiweka kwenye tundu la duara. Mara moja, barafu ikaanza kutengeneza pande zote. Akijibu kwa kasi, alijizungusha mbali kwa wakati ufaao, akiepuka kugandishwa kabisa. Vifuniko vya jeneza vilipoteleza kufunguka, alisogea karibu kuchunguza. Alipojaribu kuondoa kinyago kutoka kwa maiti ndani, aligundua hati takatifu ya ajabu iliyofichwa nyuma ya kichwa. Kabla hajajifunza chochote zaidi, mfumo wa ulinzi wa jumba ulianzisha mlolongo wa kujiharibu. Hele kuu ya dhahabu ilianguka kwa mlio wa radi, sanamu zikivunjika vipande vipande. Akizuia jaribu la dhahabu, Yisa alichagua kuishi. Akitumia nguvu zake zote, aliweza kutoroka akiwa hai. Aliacha hazina nyuma, lakini alibeba kitu cha thamani zaidi, hati takatifu, na ndani yake zilikuwa siri za hazina zilizofichwa chini ya mito mingine miwili.